hiki pendwa cha hija ya huruma ya Mungu Ganya Mkanda. Karibuni sana katika hija hii. Huruma ni lulu ya thamani kubwa. Huruma inatungarisha, inangarisha maisha ya Kikristo na ya kiutu. Heri wote wenye kumiliki lulu hii. Heri walio na huruma, maana watahurumiwa. Tunapozungumzia huruma ya Mungu, ni aina mbalimbali. Tunahurumiwa kiroho pale ambapo tunatenda dhambi, na sisi ni wa dhambi, kwa maana anayesema kwamba ana dhambi, huyo ni mwongo na ukweli haumo ndani mwake. Ndivyo tunavyoambiwa na neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunahurumiwa kiroho kwa kusamehewa dhambi. Tunatenda hili kila mara wakati wa adhimisho la misa takatifu. Huwa tunaanza na kukiri dhambi zetu, kwa sababu sisi ni wa dhambi. Tunakuwa tunaomba huruma ya Mungu. Huwa tunafanya hivyo kila siku wakati wa sala zetu za asubuhi na za jioni, tunaposali ile sala ya toba, ishara yo kutamwa mafu. Ninazungumza kwamba tunafanya hivyo kila tunaposali sala hiyo. Tunakiri kwamba sisi ni wa dhambi na tunaomba huruma ya Mungu. Tunakiri kwamba sisi ni wa dhambi na tunaomba kwa namna ya pekee tunapoenda katika sakramenti ya kitubio au ya upatanisho. Tunakiri kwamba sisi ni wa dhambi. Tunafanya hivyo kila mara, kila tunaposali ile sala ya Baba Yetu. Hivyo, baada ya kuona kwamba tunahurumiwa kiroho, kama bado unaamini kwamba wewe si mdhambi, ningelikuomba usimame pole pole uanze safari ya kurudi nyumbani. Lakini nadhani hautathubutu, kwa sababu umefika hapa unajua kwamba wewe ni dhaifu na mdhambi. Umekuja kuomba huruma ya Mungu. Pili, tunahurumiwa kimwili. Mwenyezi Mungu anatuhurumia kimwili pale anapotupatia mahitaji yetu. Tunayepata mahitaji yetu sio kwa vile tunastahili, lakini tunahurumiwa. Tunapata mahitaji ya chakula, tunapata mahitaji ya tiba, tunaenda hospitalini na kutibiwa, tunapona. Hiyo ni huruma ya Mungu. Tunapata kwamba unastahili. Bwana kwa kukuhurumia anakupatia hilo. Una hamu ya kuwa mtawa, ni hamu ya moyo wako. Unapofikia utawa si kwa vile unastahili, ila Bwana anakuhurumia
na kwa kuhurumia anakuchagua. Una hamu ya kuwa padre, unaenda seminarini kwa malezi ya kipadre. Unapofikia upadre si kwa vile unastahili, ila ni kwa sababu Bwana kwa kuhurumia anakidhi hamu ya moyo wako na kukuchagua. Hivyo kuna hamu za namna hiyo. Ndio maana hata mtoto kwa miaka kama 12, lakini kwa bahati mbaya wale watoto ombaomba ambao wamekosa wazazi wa kuwatunza, lakini mtoto huyo kabla hajapoteza wazazi wake na kukosa hata ndugu na jamaa wa kumhudumia, wazazi walikuwa ni watu wa imani, walimfundisha imani kweli. Kamekuwa kakijua imani, lakini kako mtaani. Siku moja kakawa akana viatu, kamekaa mtaani mwaka mzima akana viatu. Lakini kakasema kwa vile kana imani kaliyofundishwa, kana muomba Mwenyezi Mungu kila mara. Mwenyezi Mungu, naomba wakati wa Krismasi unihurumie, unipatie zawadi ya viatu. Kanaendelea kuomba hivyo kakiwa ndani ya maloli, kanaomba hivyo kakiwa kwenye baraza, nyumba kubwa, kanaomba hivyo kanakuwa kanatanga mitaani. Mwenyezi Mungu, wakati wa Krismasi unihurumie, unipatie zawadi ya viatu nami nifanane na watoto wengine. Basi siku moja kameenda tu, kanazunguka kwa mama mmoja anauza viatu. Lakini kanafika pale, unajua ukitaka kununua kitu kwanza ujue bei na kitu unachokihitaji. Basi kakafika, akana hata shilingi. Kakafika kwa yule mama, kaona viatu kanavyovipenda, kakasema, "Mama, hivi viatu unauzaje?" Mama yule akakaangalia, akaambia bei. Kwa sababu akakaona kwenye macho, akana hela ya kununua. Akaona kanavyofanana, kabutula yenyewe haina hata vishikizo, imefungashwa kwa makamba. Mama yule akamwambia, akamwambia kale katoto, "Chukua viatu hivyo uondoke." Katoto kale kakamwangalia. Mama akasema, "Toto, naomba uchukue hizo viatu uondoke." Katoto kakamuuliza yule mama. Mama akaitikia naam, akasema, "Wewe ni Mungu?" Mama akauliza, "Kwa nini unaniuliza kama mimi ni Mungu?" Alikuwa karibu amegadhabika kidogo. Akasema, "Nakuuliza kwa sababu mimi nimekuwa nikimwomba Mungu anipatie viatu wakati wa Krismasi. Sasa naona wewe ndio unanipatia viatu. Wewe ni Mungu?" Yule mama akashangaza. Kwa sababu yeye mama kila kabla ya kwenda kuuza viatu vile alikuwa anapita katika kanisa la kuabudia sakramenti. Na pale moja ya ombi lake alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu akisema hivi, Mwenyezi Mungu, naomba unifanye chombo cha huruma yako." Lakini anasali hivyo kwa sababu alisikia wamisionari wamemfundisha, hakujua kwa nini anasali hivyo. Lakini kila mara haibali ya Padri, no Mwana, no Roho Mtakatifu, Mwenyezi Mungu, naomba unifanye chombo cha huruma yako. Sasa katoto kamemuuliza, "Wewe ni Mungu?" Mama yule akasema, "Hapana, mimi sio Mungu, ila mimi nimekuwa nikimwomba kuwa chombo cha huruma yako." Katoto akasema, "Ndio maana." Kakachukua viatu, ndio maana kakaishia. Hongereni maujaji, mmefika hapa kuhiji, kuweni vyombo vya huruma ya Mungu. Leo hii ni Jumapili ya huruma ya Mungu, ni sherehe ya huruma ya Mungu, ni siku ya kupokea zawadi nono, zawadi tamu, zawadi ya nguvu, zawadi pendwa, zawadi tamaniwa. Ni zawadi gani hiyo? Ni zawadi ya kusamehewa na Mungu, ni zawadi ya kuhurumiwa na Mungu, yaani zawadi ya huruma ya Mungu. Nani kati yetu asiyetamani zawadi hiyo? Yupo hayupo? Sote tunatamani kuhurumiwa. Nani asiyependa zawadi hiyo? Yupo hayupo? Na waalikeni wapendwa waamini, tusikilize sauti nyororo ya Bwana na Mwokozi wetu ikilia ndani mwetu na kusema,
heri walio na huruma, maana watahurumiwa. Heri walio na huruma, maana watahurumiwa. Mpendwa Ganya Mkanda, wewe uliyetukaribisha, hii ni mara ya pili unawapokea mahujaji hapa kwako Ganya Mkanda. Tunakushukuru na tunakupongeza kwa kuwapokea mahujaji hawa wa huruma ya Mungu. Hongera Ganya Mkanda. Mwaka jana, mpendwa Ganya Mkanda, tulikuenzi na tulikusalimu kwa bashasha, huku tukinena kwa matumaini makubwa ya ukweli juu yako, tulisema hivi: Ganya Mkanda, mpendwa Ganya Mkanda, wewe si mdogo kamwe kati ya vijiji vya parokia ya Rukindo. Wewe si mdogo kamwe kati ya maeneo ya dekania ya Yangiro. Wewe si mdogo kamwe kati ya maeneo ya dayosisi ya Bukoba. Wewe si mdogo kamwe kati ya maeneo ya kanisa la Tanzania. Wewe si mdogo kamwe kati ya maeneo ya Afrika na ulimwenguni. Wewe si mdogo kamwe Ganya Mkanda, kwani kupitia kwako wacha Mungu wengi wanakusanyika na watakusanyika tena na tena kwa ajili ya kututumalia huruma ya Mungu na kwa ajili ya kugawa huruma hiyo kwa watu. Hongera sana Ganya Mkanda, wewe sio mdogo kamwe. Ganya Mkanda, tori mukena kati orwe yarwawe kilimugisha ruangana rumeza mubunyawela amone pefu z'omwoyo ezilikwetwa obuganyizi bwa Ruhanga. Ganya Mkanda, tukusima marangi tukuikirwa kuboli nyina baramagi abuganyizi bwa Ruhanga. Ganya Mkanda, orinyine ndonkwa ndayi gabuganyizi bwa Ruhanga. Ganya Mkanda, olira magiro eri kutono n'obwoki bw'omugaruliro n'obuganyizi bwa Ruhanga. Ganya Mkanda, toli mukena kati. Ganya Mkanda, toli mukena kati, alikukugira ati olimuke na kubeia. Na walikenyu wapendwa waamini, tuisikilize sauti nyororo ya Bwana na Mwokozi wetu ikilia ndani mwetu na kusema: heri walio na huruma, maana watahurumiwa. Wapendwa mahujaji, mimi ninayewazungumzia, sijui kama mnanijua juu yangu. Mimi niko hivi: mimi ni mdhambi tangu kuzaliwa kwangu, sifa yangu ya kwanza. Sifa yangu ya pili, mimi ni mdhambi tangu ningali tumboni mwa mama yangu. Wewe je? Wewe ni tofauti, tuko sawa? Ndiyo hayo tumeyasikia katika somo la hija. Daudi kwa imani akisema na kukiri, mimi ni mdhambi tangu kuzaliwa kwangu, mwenye dhambi tangu tumboni mwa mama yangu. Ndiyo maana tunaomba huruma ya Mungu. Hakuna wakati ambapo mwanadamu astahili huruma ya Mungu. Hata tungali tumboni tumeshaarithi dhambi ile ya asili tangu kuzaliwa kwetu. Wapendwa, moja ya nuru muhimu kabisa maishani ni huruma ya Mungu. Hivyo anayepewa huruma ya Mungu anakuwa amepewa lulu ambayo thamani yake si rahisi kuijua. Ili kupata kitu chochote kizuri, kuna kuwepo na taratibu za kufuata. Kwa mfano, wavuvi wa dagaa kama wako hapa, kuna namna wanavyopangilia taa zao. Wewe ukienda kukaweka taa unavyotaka utapata dagaa.
wanapangilia taa zao kwa namna fulani ili wapate dagaa. Kuna mambo ambayo hayapaswi kuwepo wakati wa kuvua dagaa. Mvuvi wa dagaa hata akiwa nchi kavu, kama ana kelele za namna gani, anapoingia kwenye mtumbi na kufika katika eneo la kazi, anajua ni mwiko kelele. Maana akipiga kelele madagaa hao watakimbia. Kimya, ukimya wa ajabu. Wakati wengine unashinda kuwa nao hata tukiwa mbele ya sakramenti. Kimya. Vile vile kuna namna ya kuchota dagaa hao. Sio kwamba anachota kiolela. Aweza akachota anasimama, anaweka kijiko kile, basi pole pole anaingiza ndani. Hivyo ili mvuvi apate dagaa inabidi kuwa mnyenyekevu na kufuata taratibu hizo zote. Ananyenyekea. Hiyo ni moja. Hii ndege hao marubani wanaoendesha ndege. Ndege ni chombo kama tunavyofahamu kinachosafirisha abiria na mizigo waendao safari za mbali na wanaotaka kufika huko kwa muda mfupi. Lakini ili ndege hiyo iweze kusafirisha abiria hao na mizigo hiyo, inabidi ifanye yafuatayo. Kwanza, hiyo ndege inabidi nyenyekee na kufuata taratibu fulani. Ndege kunyenyekea sasa. Utaratibu wa kwanza ni ndege hiyo kunyenyekea na kujifanya haitaki kufanya safari iliyopanga kuifanya. Yaani muda unafika inaanza kana kwamba baadaye ipo kwenye jibu. Baadaye unashangaa inaosha kidogo